Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa uko nami Adam Hussein, lakini wakati huu tuelekee huko Washington ambapo Marekani inadai kwamba Wahouthi wa Yemen wameweka gharama kubwa kuzuia kupita kwa meli za Marekani katika eneo la Bahari Nyekundu. Mike Waltz, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani, ambaye amesema kwamba mashambulio ya vikosi vya Yemen yamesababisha meli za Marekani kutumia gharama kubwa sana. Kuendelea mashambulizi ya Israel dhidi ya watu wasiokuwa na ulinzi wa Palestina kumepelekea jeshi la Kihouthi la Yemen kwa mara nyingine tena kulenga meli zenye mfungamano na utawala wa Israel katika eneo la bahari. Kwa mujibu wa tovuti ya Pars Today ya nchini Iran, imenukuu shirika la habari la Al-Alam kwamba hali hii imeweka gharama kubwa kwa Israel pamoja na mshirika wake wa karibu Marekani. Kuhusiana na hilo, Mike Waltz, mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani, ametangaza mashambulizi ya harakati ya Ansarullah ya Yemen yamesababisha robo tatu ya meli zinazopeperusha bendera ya Marekani kuepuka kupita Bahari Nyekundu na badala yake kuchagua njia ndefu na gharama zaidi kuzunguka kusini mwa Afrika. Waltz aliliambia shirika la habari la CBS News kwamba wakati huu wanashindwa kupita katika eneo hilo la Bahari Nyekundu ili kuifikia Israel. Hata hivyo, amesema asilimia 75 ya meli zinazopeperusha bendera ya Marekani sasa zinalazimika kukwepa mfereji wa Suez na kupita katika ukanda wa kusini mwa Afrika. Ameongeza, kwa mara ya mwisho mmoja wa waharibifu wetu alipopita njia ya bahari karibu na Yemen ilishambuliwa mara 23 na wapiganaji hao wa Kihouthi huko nchini Yemen, na kwamba kundi hili wakati huu limekuwa ni kundi tishio sana, na ndio maana rais wa Marekani Bwana Donald Trump akalichukua kundi hili la Wahouthi na kuliingiza katika makundi ya kigaidi. Hata hivyo, kundi hilo la Wahouthi wa Yemen limeapa mwendelezo wa mashambulizi dhidi ya Israel na Marekani hadi pale wa Israel kupitia jeshi lake la IDF chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu watakapoamua kuachana na mashambulizi hayo dhidi ya utawala wa Palestina, hasa katika eneo la ukanda wa Gaza, lakini pia kuachana na kuteka maeneo zaidi ambayo yako chini ya milki ya Wapalestina. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.